nasema hao Kamchape wenu hao yalikuwa ni makubaliano batili, hayana uhalali mbele ya macho ya kisheria. Hamwezi kukubaliana kwenda kufanya makosa au kwenda kufanya uhalifu alafu mkasema eti mlikubaliana. Kwa mamlaka ipi? Wewe ni mahakama? Na wauliza nyewe wazee wa Kamchape, wewe ni mahakama? Vile vitendo vyote vya ng'ombe zile wanazochukua vile, pesa 300,000, kuku sijui wanazochukua, sijui nini, hela zote zile, huo wote ule ni wizi. Hapa kuna sheria ya uchawi, sheria ya nchi inaitwa Witchcraft Act. Hii ni sheria ya mwaka 2023, sheria namba 18. Hii hapa imekataza yote mnayoendelea nayo hapa Ukara, yote hayo ndio mnayosema ya Kamchape. Hii hapa sheria ya nchi, hii hapa inakataza. Hii hapa mtachukua kopi hapa, kuanzia leo wale viongozi wanaoshirikiana na Kamchape, awe mwenyekiti wa kitongoji au kwenye zile kamati, awe kiongozi yoyote, ajue jeshi la polisi alitamuacha pasipo kumkamata. Moja hiyo. Tunataka viongozi wawasaidie wananchi ili wapate nini? Amani, au sio? Hatuhitaji viongozi ambao wanapora watu kwa kutumia mazingaombwe na watu wanaofanya mazingaombwe ya ubabaishaji kwa wananchi. Lingine, hawa wanaojiita Kamchape na utapeli wao, kwanza waambieni vitendo wanavyofanya ni utapeli, na utapeli ni wizi, au sio? Ule ni wizi. Wajue sisi polisi hatuwezi kuwaacha wakaendelea kutia watu umaskini kwa vitendo vya wizi. Wajiandae kushughulikiwa. Yaani Kamchape ajiandae kushughulikiwa, na waambie waache kuibia watu. Na OCD, saka Kamchape popote pale alipo. Kamata Kamchape, peleka mahakamani. Kamchape akamatwe popote pale, na utapeli wake apelekwe wapi? Mahakamani. Wale waliowaleta Kamchape na wanaendelea kuwafadhili wajue kwamba wanashiriki makosa, wanashiriki uhalifu, na ni kosa kumuhifadhi muhalifu, ni kosa kumsaidia muhalifu kutekeleza uhalifu wake. Wajue kwamba wana wakati mgumu na jeshi la polisi. Iko dhana kwamba ninyi mnaokaa huku Ukara mnafikiri mko mbali. Mnafikiri mko wapi? Sasa niwaambie, sasa hivi hakuna sehemu ambapo ni mbali. Mkihitaji sisi tutahamia, msipobadilika sisi tutahamia hapa hapa. Yaani tukiamka asubuhi tunapumua wote. Sio kama mnanielewa ninachoongea. Kama kuna Kamchape bado yuko hapa, aanze kufikiria kupanda boti na kufanya nini kabla hajakamatwa. Kwa jina naitwa Marita Nyangeta Mdima, ni mwenyeji wa kijiji cha Nyang'ombe, kata ya Bwisya. Tumemshukuru kiongozi wetu kamanda aliyekuja kwa ajili ya wanaukala, na sisi kama mimi kiongozi wa dini sikuweza kukubaliana na Kamchape kwa sababu nilijua kabisa kwamba Kamchape ni mtu anayetapeli, na Kamchape huyu amekuja kwa siasa ya watu kuwatapeli. Na hivyo mimi nikiwa kiongozi wa dini nilisimama nikasema kwamba siwezi kukubaliana na mambo ya Kamchape. Majina yangu ni
Mchungaji Samsoni Ibrahimu, namtumikia Mungu kwenye ushirika wa kanisa la Africa Inland Church Tanzania, na mimi ni mchungaji kiongozi katika jimbo hili la Ukara. Kwa ujumla nashukuru sana kwa ujio wa kamanda wa jeshi la polisi mkoa wetu wa Mwanza kuja kwenye kisiwa cha Ukara ili kutatua tatizo kubwa ambalo limedumu takriban miezi kama mitatu, likiendeshwa na waganga wa kienyeji maarufu kwa jina la Kamchape, ambao wamekuwa wakiendesha shughuli zao, na kwa maelekezo ya kamanda wetu wa jeshi la polisi mkoa wa Mwanza ameeleza kwamba shughuli zote ambazo waganga hao wamekuwa wakifanya zilikuwa ni uvunjifu wa sheria za nchi yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na kwa ujumla furaha yetu ni kubwa sana kuona serikali yetu inachukua hatua za makusudi ili kuhakikisha kwamba wananchi wanakuwa salama, na hususani ameshauri pia kwamba wananchi ni vizuri wakijikita katika swala zima la uelewa ili kusudi waweze kuepuka vitu ambavyo sio rafiki sana kwa maisha yao. Kwa mfano, swala zima la utafutaji wa mali haiwezi kutafutwa kwa njia ya mkato, isipokuwa watu wafanye kazi na waweze kujipatia maendeleo. Lakini pia kwa watoto ambao bado umri wao unawaruhusu kwenda shule, ni vizuri sana wakapewa nafasi ya kwenda shule, na wazazi pia wafuatilie swala zima la kuhakikisha kwamba watoto wao wanasoma na wanapata elimu.